Kwa lugha rahisi tu ni kwamba kama wekundu wa Msimbazi Simba watafanikiwa kumpata kweli kwa ajili ya msimu ujao 2026 2027, huyu kiungo wa kimataifa kutoka Mali Boubacar Keita, basi watakuwa wamepata mtu wa maana, hasa kwa sababu amedhihirisha ana ubora wa hali ya juu. Yeye ni mchezaji ambaye hivi sasa angali akichezea Joliba ya Mali, na kwa kiasi kikubwa kiwango chake bora kimeiwezesha timu hii inayoongozwa na kocha Budo Mori kuongoza katika ligi kuu ya kule nchini Mali hivi sasa ikiwa na pointi 36. Real Bamako wana pointi 32, yani wao wako juu kwa pointi 4 zaidi. Sasa miongoni mwa wanaowezesha Joliba kuonyesha kiwango bora msimu huu katika ligi kuu ya Mali na kuwa pale juu kileleni ni pamoja na yeye Boubacar Keita ambaye ni kiungo wa ukabaji, lakini pia anaweza kucheza vizuri kama kiungo ushambuliaji akitokea eneo la kati. Ni mchezaji ambaye hivi karibuni katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF, ambako Joliba ya Mali walikuwa kwenye kundi A, hawakufanya vizuri kwa sababu mwisho wa siku walimaliza katika nafasi ya 3 kati ya timu 4 kwenye kundi, na hivyo hawakufuzu kwa hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho, kwenye kundi ambalo vinara walikuwa ni USM Alger Algeria, wa pili walikuwa ni Olympic Safi ya kule nchini Morocco. Kwa hiyo timu mbili za juu zilizofuzu hatua ya robo finali wao hawakuamo, lakini pamoja na hayo yeye alionyesha kiwango bora sana. Boubacar Keita alizaliwa Oktoba 13 mwaka 2001. Kwa lugha nyingine hivi sasa umri wake ni miaka 24. Ni mchezaji ambaye anatajwa kwamba anaweza akatua katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wameshaanza hatua za awali za kumfuatilia ili kumjumuisha katika kikosi cha kocha Steve Barker kwa ajili ya msimu ujao. Sasa huyu Boubacar Keita katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF ndiko ambako alionyesha kiwango bora sana kama nilivyotoka kueleza, ikiwa kama mfano wa namna ambavyo amekuwa kwenye kiwango kizuri, kwa sababu katika mechi 6 za hatua ya makundi kwenye kundi lao, yeye kwenye group stage matches yeye alicheza mechi 5. Dakika alizocheza zilikuwa ni 519, ikiwa ni wastani wa kucheza dakika 84 katika kila mechi. Unaweza kuona ni kwa namna gani alikuwa mchezaji muhimu sana katika kufanikisha pango ya timu. Na kwenye uchezaji wao wakati mwingine walikuwa wanatumia mfumo wa baada ya golikipa, wanakuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3. Hapa kwenye viungo 3 yeye ndipo alikuwa akicheza mara kwa mara katika michuano hii ya kombe la shirikisho, lakini pia kwenye ligi kuu ya Mali na mechi nyinginezo amekuwa akicheza pia katika eneo hilo. Pindi wanapotumia mfumo wa 4-3-3, yeye akiwa katikati akiungana na wachezaji wengine wa timu hiyo ambao ni nahodha wao Abubakar Diara ambaye huwa kwa upande wa kushoto, halafu kwa upande wa kulia anayekuepo ni Amadou Sumare ndiye huwa kwa upande wa kulia, halafu yeye Boubacar Keita anakuwa katikati. Katika uchezaji huu wameonyesha baadhi ya michezo wakiwa vizuri sana. Moja wapo ni katika mechi walicheza dhidi ya San Pedro ya kule nchini Ivory Coast, ambayo yenyewe kwenye kundi lao hili la A ilimaliza mkiani. Kwenye mechi moja wapo walishinda 4-0 dhidi ya San Pedro. Katika mechi hiyo yeye alikuwa ndiye mchezaji bora wa mchezo. Yeye mwisho wa siku alikuwa ni miongoni mwa wale ambao walichaguliwa katika kikosi bora cha wiki cha CAF ambacho hujumuisha wachezaji kutoka katika klabu 16 zilizofuzu hatua ya makundi. Basi kwenye wiki mojawapo yeye akawa miongoni mwa wachezaji waliounda kikosi bora. Sasa ni kwamba katika mechi hii kwa mfano alicheza katikati akang'ara sana. Alifunga bao mojawapo akitumia goli lake la kushoto, alitoa assist katika bao mojawapo la kwanza, na hivyo alionyesha kiwango kizuri sana. Lakini kwa ujumla kwenye dakika hizi 519 kwenye kushiriki kwake uwanjani, tunasema game involvement, unaweza kaangalia katika kugusa mipira, aligusa mipira mara 292. Lakini baada ya hapo nini alifanya? Alitoa pass. Pass alizotoa katika jumla ya mechi zote 5 kwa dakika hizo 519, kugusa mpira mara 292, akatoa pasi 228, zilizofika zikawa pasi 180. Unaweza kusema ufanisi wa around 79% pasi zake zinafika kwa usahihi. Na kati ya pasi hizi, pasi 107 alizipiga zikifika katika eneo la wapinzani kwenye opposition half. Kwa lugha nyingine, hizi pasi 180 zilizofika
kati yake 107 zilikuwa katika nusu ya pili ya uwanja, kuonyesha ni kwa namna gani ni muhimu katika kuwezesha timu kwenda mbele, akiwa kama kiungo ukabaji, wakati mwingine kiungo ushambuliaji kutokea kati. Yeye cheza yake ni timu kwenda mbele na sio pasi za kushoto kulia nyuma, la hasha. Lakini alipiga pasi ndefu, tunasema long passes, ambazo ni muhimu sana katika kukata mistari ya kiulinzi ya timu pinzani na kufanikisha mwendo wa haraka wa timu yake katika kushambulia. Kwa ujumla pasi ndefu alizipiga 45, 25 zikafika, ambao unaweza kusema hapa ufanisi wa pasi zinazofika kwa usahihi pasi ndefu ni around 56%. Huyu ni Boubacar Keita. Lakini katika majukumu ya kushambulia alipiga mashuti 11, kati ya hayo matatu yamelenga shabaha, akafunga goli moja, lakini pia akatoa assist moja, assist, na hivyo kuchangia mabao mawili kati ya mabao matano ambayo timu yake ilifunga katika mechi 6 za hatua ya makundi kwenye kundi lao la A. Walifunga mabao matano, waliruhusu mabao 7. Kwenye mabao matano yeye alichangia mabao mawili. Unaweza kuona hapa ni mchango wa 20%, mabao yote ya Joliba ya Mali kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Hapa ni katika majukumu ya kushambulia. Kwenye kuzuia, yeye akiwa kama kiungo ukabaji, wakati wanaposhambuliwa katika mfumo wote wa 4-3-3, wakati mwingine wakitumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wawili wa ukabaji akiwemo, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini kwa ujumla anaporudi kufanya majukumu ya kuzuia, Boubacar Keita ameonyesha yuko vizuri sana, tena ni very aggressive, akitumia miguu yake mirefu wakati mwingine kushinda mipira katika mapambano yale mipira ya chini. Lakini pia kwenye mipira ya juu yuko vizuri. Ni kivipi? Ni kwamba kuna kitu tunaita tackling, kuingia uvunguni mwa mpinzani kwenda kucheza mpira bila kusababisha madhara. Amefanya mara 5 katika mechi hizi 5 alizocheza kati ya 6. Lakini kuna kitu tunaita interception, kwa maana kuingilia mpira wapinzani, mfano wakipasiana, mmoja kumpasia mwingine kabla hujafika ulikolengwa, unauingilia, ni sehemu ya interception. Ama mpinzani jaribu kukokota, unamwahi, unamzidi maarifa, unaucheza, ni sehemu ya interception. Ama mpinzani jaribu kutuliza mpira, unamzidi maarifa, ni sehemu ya interception. Sasa yeye amezifanya hizi mara 4 kwa mafanikio. Lakini kuna kitu inaitwa clearances, kubutua mipira, kuiosha, kutoa katika eneo hatarishi kuipeleka eneo salama, amefanya mara 3 katika mechi hizi 5. Lakini sio hilo tu, mipira ya juu tunasema aerial duels, kapigania mipira 12, kafanikiwa mipira 6, ufanisi wa 50% katika mipira ya juu. Mipira ya chini tunasema ground duels, amepigania mipira 35 ya chini, kafanikiwa mipira 14, huu ukiwa ni ufanisi wa 40%. Huyu Boubacar Keita. Lakini pale panapostahili, basi ulazimika kucheza faulo za kimbinu ili timu yake iwe salama, isikumbane na mashambulizi ya kujibu, zile counter attacks. Sasa katika hilo faulo, yeye amecheza faulo 11, lakini amechezewa faulo 8 kwa sababu uwezo wake kudribble mipira, kuikokota kwenda kwa wapinzani, kusababisha madhara kwao, humfanya wakati mwingine afanyiwe madhambi. Huyu ni Boubacar Keita. Taarifa zinasema kama nilivyotoka kueleza awali, Simba tayari wameshaanza mishemishe, harakati za kumpata. Kama Simba wanafanikiwa, ni dhahiri kwamba wanakwenda kuimarika zaidi katika eneo lao la kati, kwa sababu ni eneo ambalo yupo Yusuf Kagoma, ni eneo ambalo yupo Alassane Maodo Kante, ni eneo ambalo yupo Nabi Kamara. Ni katika namna ambayo kama kweli wanampata, halafu anaendeleza kiwango chake bora anachokionyesha sasa akiwa na Joliba, ni dhahiri kwamba Simba itakuwa imara zaidi eneo hilo la kati, ambapo mipira yake ile mirefu inayofika kwa usahihi kwa kiasi kikubwa. Tazama, mipira 45, passes zimefika 25. Maana yake tambua kwamba pasi hizi zinakwenda kwa Libase Gay, zinakwenda kwa Anise Ura, zinakwenda kwa Cletus Chota Chama ama Ino Jospin Loemba pindi watakapokuwa sehemu ya kikosi ambacho yeye yupo, wao akicheza mbele yake kama viungo ushambuliaji, zinakwenda kwa washambuliaji wao Selemani Mwalimu na wengineo. Je, Simba ni kweli wako katika jitihada za kumpata na kweli watafanikiwa kumpata? Ni dhahiri kwamba ni ongezeko muhimu kwa kocha Steve Barker katika kufanikisha mipango ya Simba kwa msimu ujao 2026-27 endapo atatua kwao. Changamoto pekee ni kwamba anatoka katika ligi kuu ya Mali ambayo ubora wake sio kama ligi kuu Tanzania bara ambayo yenyewe ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa viwango vya CAF, kizidiwa tu na ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria na ligi kuu ya Afrika Kusini. Kwamba aendeleze kile anachokionyesha katika ligi kuu ya Mali
kama atatua kweli Simba, basi ana changamoto kuhakikisha anakiendeleza katika ligi kuu Tanzania bara ambayo ushindani ni mkubwa. Lakini jambo lingine ni kwamba akitua Simba anakwenda kukabiliana na ushindani mkali, kwa sababu Simba hivi karibuni imejiimarisha zaidi hasa katika eneo la kati, na hivyo akiwapo yeye lazima aonyeshe cha ziada ili amshawishi kocha Steve Barker ili apate nafasi ya kucheza, kwa sababu ushindani ni mkali. Lakini jambo lingine ni kwamba makwake mchezaji ambaye anaongezwa katika kikosi hiki cha Simba kinachoonekana kwa imara zaidi, kwa vyovyote vile matarajio yatakuwa makubwa kwake kufanikisha mipango ya Simba, kutimiza kile ambacho anakihitaji katika kila msimu, hasa katika kutoa mataji. Lakini changamoto nyingine ni ukweli kwamba atatua Simba akiwa anatoka Mali katika klabu ya Joliba akiwa star, akiwa ndiye nyota, lakini ndani ya Simba kuna nyota wengi. Yeye atapaswa kuonyesha cha ziada, awe sehemu ya nyota wa Simba. Lakini changamoto nyingine ni kwamba anatoka katika Joliba ya Mali. Kama kweli dili hilo litafanikiwa, kutua katika klabu ya Simba, Simba ni miongoni mwa klabu bora barani Afrika kwa misimu kadhaa kulinganisha na Joliba. Simba huwa inashiriki mara kwa mara ligi ya mabingwa barani Afrika, mara chache katika kombe la shirikisho. Sasa ni timu kubwa atatua kulinganisha na Joliba pindi hilo likifanyika. Kwa sababu hiyo lazima atakabiliana na changamoto za ziada, na hasa pressure kutoka kwa mashabiki. Joliba ya Mali, mashabiki siku zote kuna pressure kwa wachezaji, lakini Simba pressure hiyo yaweza ikawa maradufu kulinganisha na anakotoka. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.